lakini amenieleza kutokana na hali hiyo hana simu ya uhakika na anatamani kuwa na simu. Kwa hiyo nilimpa nafasi aende kwenye maduka ya simu yanayopatikana hapa Tunduru na achague simu yoyote anayoitaka, na amekushapata simu hiyo na nimekwisha mkabidhi. Lakini la pili, alinieleza kwamba yeye ana laptop, na kwa bahati mbaya hapa Tunduru hakuna maduka ya uhakika ya laptop, na nimemweleza kwamba ofisi ya mbunge Tunduru Kaskazini itabeba gharama ya kununulia laptop anayohitaji kutokana na mahitaji ambayo anayo. La tatu, tumepata pia maombi yake kwamba iko michakato mbalimbali ambayo anaiendea. Atapaswa kuwa na uhuru wa kusafiri kwenda Dar es Salaam au kwingine kwamba kwenda kwa ajili ya masomo, na kwa kweli ametueleza kwamba hali yake ya kimaisha hairuhusu. Kwa hiyo ofisi ya mbunge imemwaahidi pia kwamba itasimamia gharama zote mpaka anakwenda chuo kikuu. Ninaamini kwamba serikali itampa mkopo 100% kwa ajili ya kugharamia masomo yake, lakini nimemweleza kwamba kwa lolote lile ambalo litakuwa limekwama kimasomo linalohusisha gharama, sisi ofisi ya mbunge Tunduru Kaskazini tutamshika mkono. Tunafanya haya yote kwa sababu ametoa funzo nzuri sana na ametupa fahari kubwa sana wananchi wa Tunduru. Kwa hiyo kwa ujumla wake, maana yake tutamshika mkono kielimu na katika mahitaji yake ya msingi. Kwa majina naitwa Biriati Yafet Biriati, ni mzaliwa wa kijiji cha Imani, kata ya Lukumbule, wilaya ya Tunduru, mkoa wa Ruvuma. Ni mhitimu wa kidato cha sita mwaka huu 2026 kwa mchepuo wa HGK. Na kwa mapenzi yake Mungu ndio nimefanikiwa kuwa Tanzania 1 kwa huu mwaka. Lakini kwa namna ya kipekee mbunge wa Tunduru Kaskazini Bwana Ado Shaibu Ado, nipende kutoa shukrani kwake kwa kunisupport kwa vitu mbalimbali. Kwa namna fulani amenikabidhi fedha kiasi cha milioni 1, lakini pia simu pia na laptop. Kwa namna ya kipekee nipende kumshukuru sana. Na pia tusiishie hapo, ningependa kwa wadau wengine ambao mmependa kitu ambacho kimetokea, muendelee kunisupport ili niweze kufikia malengo, kwa sababu hali ya familia yangu kiuchumi kidogo hayataweza kunisomesha elimu